Jumatatu nyingine tulivu kabisa, mtazamaji wa Miatu TV. Tunakutana kabisa kwenye kipindi cha Morning Connect. Kipindi hiki kinakupa taarifa zote za kiburudani. Jina langu ni Minado, niko na Faudhia hapa. Tutakupitisha kwenye kila kona ya gazeti hili, na mkononi mwangu nina gazeti la Tanzania Leo, nina gazeti la Uhuru Ukweli Daima, nina gazeti la Taifa Tanzania, nina gazeti la Wamachinga, na Faudhia pia na gazeti la Mwanaspoti. Habari za asubuhi? Za asubuhi nzuri, sijui umeamkaje? Salamu kabisa. Vipi weekend ilikuwaje? Weekend ni ya moto. Ya moto balaa. Sasa ili kufahamu ya moto yaje, tuangazie kwenye magazeti. Na mimi weekend yangu ilikuwa weekend tulivu kabisa. Nilipata wasaa wa kwenda Mikumi pale kutuliza akili, kuenjoy maisha. Kuna watu wa gaida wenye uzoefu. Jamani, chakula chao ni 100%. Yaani kile chakula sijawahi kukiona sehemu yoyote kile. Basi kama 100 naongezea 50 za kwangu. Yaani wanajua kupika chakula kizuri, sehemu ya kulala. Yaani unahisi kama uko mbinguni hivi. Yaani ni wana vitanda vizuri, yaani huduma zao haielezeki. Yaani ni huduma ni nzuri, ni nzuri na nzuri tena. So kama naisifia, wewe nenda kajionee pale, alafu baadaye utakuja kunifuata, utakuja kuniambia kweli Mina pale ni sehemu nzuri kabisa. Kwa hiyo wewe nenda na familia yako, shule zinakaribia kufungwa. Kwa hiyo sio mbaya ukimchukua mtoto wako kumpeleka Mikumi pale akatulize akili, akawajue wanyama. Unajua mtoto anasoma ile theory darasani, anacholewa simba yuko hivi, tiger yuko hivi, lakini ukimpeleka kule anamuona kabisa simba yuko hivi na historia yake iko vile. Kwa hiyo itakuwa sio mbaya, sio kesi ukimpeleka mtoto. Hata wewe pia ukatuliza ubongo, na unaweza kuwatafuta kwenye mitandao yao ya kijamii kama Double G Safari Camp Tanzania, Safari Camp Tanzania, au ukatuma au ukapiga simu kupitia nambari ya simu ya 0715 33 33 30. Ukiwapigia pale watakupa mlolongo mzima, na bei yao ni rafiki kabisa. Yaani Mtanzania wa kawaida anaweza akaimudu ukiamua. Lakini Minado, nikudokeze kidogo, ni kwamba nimesikia za chini chini. Jana bana El Clasic Derby ilipigwa na bingwa wa La Liga ni Barcelona. Kwa na kudokeza ili mtu asifahamu mwingine kwamba Barcelona wanaenda katika Mikumi pale kurefresh mind baada ya ubingwa wapo jana kuchukua mbele ya maasimu wao Real Madrid. Kwa Barcelona anaenda, wewe ni nani usiende? Kwa Mikumi ni ya kila mtu. Na nyuma ya kamera tunaye director ambaye anaifanya vizuri kabisa, anajulikana kama babake na Zainabu, mjombake na Faisali, ni Pemba Sultan. Haya, nikianza moja kwa moja na gazeti la Tanzania Leo, habari kuu hapa inasema Samia kujenga upya Muhimbili. Bunge laeleza gharama zake zitakuwa takriban trilioni 1.2. Na ukiachana na hiyo, wabunge pia wamependekeza mahospitali ya kisasa pia huku mikoani. Tuangalie kwa jicho la pili, kwa sababu pia kuna wananchi nao wanahitaji huduma bora. Ukiangalia gharama za kutoka mfano labda Dodoma kwenda Dar kwa ajili ya matibabu makubwa na huduma za kisasa, nao ni gharama. Kwa hiyo wakiturahisishia hata watu wa huku mikoani kupata huduma nzuri, itaokoa haraka pia. Itaokoa gharama mtu kutosubiri Muhimbili kule kwenda. Wakijenga huduma bora za huku za kisasa mikoani, wananchi watapata huduma nzuri kabisa. Bahati nzuri rais wetu ni msikivu. Ndio. Na atalifanyia kazi maybe. Tumwachie yeye, kwa sababu wabunge ndio wawakilishi wetu bungeni. Kwa hiyo wameona, wamemfikishia rais na yeye hatalifanyia kazi pia. Ndio. Kiachana na hiyo story, kuna story nyingine hapa. Mwigulu amwakilisha Daktari Samia mkutano wa Afrika na Ufaransa. Kwa namna gani na kwa vipi? Basi kamata gazeti lako hili la Tanzania Leo litakujuza habari hiyo. Utapata ukurasa namba 3 wa gazeti lako hili. Mimi naika kando gazeti hili na kamata gazeti la Uhuru Ukweli Daima. Haya, habari kuu hapa inasema agizo la Rais Samia gumzo. Najua alienda kutembelea wafungwa pale, kila mtu alikuwa alieleza namna gani ya kutatua, kwa sababu unajua mfungwa anapewa
elimu labda kutengeneza matofali, kutengeneza nini. Ila sasa baada ya kutoka pale kumbuka alikuwa na kitega uchumi chake. Baada ya kwenda gerezani vile vitu vina nini? Vinakufa kwa sababu labda hakuna msimamizi mzuri. Kwa hiyo rais alitamani kwamba wafungwa wakishatoka kule gerezani wakirudi tena huku uraiani asianze tena sifuri, wapewe hata mtaji wa kufanyaje, wa kuendeleza biashara, kwa sababu wameshapata namna ya labda uvuvi, kuvua samaki. Ameshatoka hapo, huku tena hana kitega uchumi, hana namna gani ya kuanzisha maisha. Kwa hiyo akipewa ule mtaji anaweza akaendeleza maisha yake, asione kwamba nianzie wapi tena, kwa sababu mwingine amefungwa labda miaka 10, miaka 20, unaona anakuja huku tena hana chochote, lakini ukimpatia mtaji inakuwa maisha yanaendelea vizuri. Ndio, sahihi. Haya. Afande aelezea alivyomdaka anayedaiwa kupotelewa na nyeti. Hii nakumbuka watu walikuwa wanafunga pini na laba bendi ili wasibiwe nyeti zao. Sasa polisi amefanya jukumu lake kumkamata huyu anayesema kwamba ameibiwa nyeti. Ukitaka kupata undani wa hii habari, basi kamata gazeti lako la Uhuru Ukweli Daima ukurasa namba 21 litakujuza zaidi. Viongozi wa dini wasisitiza amani, habari utapata ukurasa namba 5 wa gazeti lako hili la Uhuru Ukweli Daima. Daktari Mwinyi adokeza jambo muhimu CCM, habari utapata ukurasa namba 2 wa gazeti lako hili. Na kando na kamata gazeti la Taifa Tanzania, uzalendo kwanza, ndio slogan yao hiyo. Ndio. Sikio la Daktari Samia lasikia kilio cha wafungwa. Haya, habari hii utapata ukurasa namba 2 wa gazeti lako hili. Sikio lake kubwa, wafungwa walidai kwamba wapate at least mtaji wakitoka kutumikia kifungo chao, wakirudi uraiani maisha yasiwe magumu. Unajua nishe kusikia kisa kimoja kwamba mtu alifungwa. Baada ya kufungwa kwa sababu ya muda mrefu, mke wake alimkimbia. Ndio. Umeona? Baada anarudi hana chochote. Mwanamke akamwambia, sasa wewe unarudi hauna hela, hauna maisha, hauna sehemu pa kuanzia. Mimi bora nikaona maisha magumu, nikaona bora niolewe na mtu mwingine. Kwa hiyo labda akipata kama hivi Rais Samia alivyosema kwamba wapate mtaji kidogo, inaweza ikamhamasisha kwa sababu una mtaji baby, tuendelee. Natania tu. Haya, na story nyingine hapa, foleni challenge apata mshindi. Kwa namna gani na ni kwa vipi? Basi kamata gazeti la Taifa Tanzania litakujuza zaidi. Na kando gazeti hili na kamata gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Haya, habari hii inasema mkandarasi Malagarasi ni mto kikangoni. Kwa namna gani na ni kwa vipi? Basi kamata gazeti hili la Wamachinga litakujuza zaidi. Habari hii utapata ukurasa namba 3 wa gazeti hili. Ulega akabidhi milioni 10 zawadi ya mshindi wa foleni challenge. Tuliona watu wengi walijitokeza, mpaka mama Mawigi alienda kumfuata kumwambia bana mshindi ni wanafunzi. Kuna komedi yake moja akasema kwamba kipindi hicho magari yalikuwa machache, unaweza ukaondoka ukamwacha hata mtoto amelala ndani, unaenda huko mjini, unarudi unakuta bado mtoto amelala. Lakini sasa hivi magari yako mengi. Sasa alikuwa anasema ana mbinu za kuweza kumpa huyu alileta hii challenge kwamba namna gani ya kutatua. Akaenda mpaka akaonana naye, hakutupa feedback ni nini amezungumza, lakini yote kwa yote mshindi kashapatikana. Na wengine walijitokeza, ila unajua kwenye ushindani lazima kuna mmoja ataibuka kidedea. Habari nyingine inasema Rais Samia ataka data wafungwa wanaopewa ujuzi na kutumikia kwa jamii. Habari hii utapata ukurasa namba 3 wa gazeti lako hili. Mimi naika kando gazeti hili kunani huko kwenye kona za magazeti. Kwenye kurasa za nyuma za magazeti mambo mengi yamesheheni katika hii weekend iliyopita, lakini leo ni Jumatatu njema ambayo kila mtu ana furaha, wengine maumivu. Ni kawaida ya mchezo, kuna matokeo ya ushindi, kupoteza, lakini pia kudraw. Na kamata gazeti la Mwanaspoti, wanasema kata kiu ya michezo na burudani. Habari kubwa nasema mwalimu aitikisa Simba.
Na habari picha hapa tunamuona mchezaji huyo, wao wanapenda kumuita Sele Gomez. Hapo jana aliweza kupata kufunga goli katika mchezo kati ya Simba dhidi ya Tanzania Prison. Na nikudokeze Minado, jana Simba alicheza na Tanzania Prison, lakini walipata penati ya mapema Simba, na mpigaji alikuwa ni Sele Gomez. Isivyo bahati akakosa, lakini akaja kusawazisha kosa, akafunga goli la kiufundi wa aina yake. Habari nyingine nasema Mwalini abaini Yanga inapovuja. Mei 13 ni Dodoma Jiji dhidi ya Young Africans. Mastaa Azam waugua ghafla mara baada ya mchezo dhidi ya TRA United. Ni kwamba baadhi ya wachezaji wa Azam wakawa wengine wanaumwa tumbo, wengine wanajisikia kizunguzungu, wengine vichwa, na mmoja wa wachezaji hao Faisali pia naye alikuwa kwenye hiyo kundi ambao mastaa wanaugua ghafla. Lakini taarifa kamili bado hatujapewa feedback katika uongozi wa Azam. Namna kama hivyo tukifahamu tutakujulisha wewe mtazamaji wa Meatu TV. Habari nyingine nasema Morocco tishio jipya kombe la dunia, ambapo inatarajiwa kuanza Juni 14, 2026, ambayo itakutanisha Brazil dhidi ya Morocco katika uwanja wa MetLife. Kwa bado siku 31. Lakini habari nyingine nasema muonekano wa Zuchu wazua gumzo. Habari kamili utaipata ukurasa wa 9 mwa gazeti la Mwanaspoti, na kamata gazeti la Uhuru ukweli daima. Habari kubwa inasema serikali yatoa agizo fedha mfuko maendeleo ya michezo. Habari kamili utaipata ukurasa wa 23. Ushindi wa nchi Tanzania tena kombe la dunia. Ni kwamba umri wa chini ya miaka 21 ya wanawake katika walikuwa wanacheza, lakini walipata ushindi wa mabao 2-0 dhidi ya Cameroon, kwa wakafuzu kwenda kombe la dunia. Lakini kwa mchezo wa awali waliweza kupoteza kwa mabao 3-1 kwa goli la nyumbani imabeba Tanzanite Queens ya chini ya umri wa miaka 21. Kwa hiyo wametuwakilisha vyema hapa kushiriki katika kombe la dunia. Habari nyingine nasema Mwalini Okero kicheko Yanga. Habari kama utapata ukurasa wa 3 mwa gazeti la Uhuru. Habari nyingine Chama anukia kuwa Mtanzania. Hapo jana aliibuka kuwa mchezaji bora wa mchezo mara 3 mfululizo. Kwa Chama kama harufu ipo kwa mbali kuwa Mtanzania. Kwa tusubiri tuone ni atakuwa Mtanzania au tetesi hizo. Na kamata gazeti la Tanzania Leo, habari kubwa nasema serikali kumbadilisha uraia Chama Mwamba Lusaka. Habari picha tunamuona mchezaji huyo wa Simba Clatous Chama. Habari nyingine nasema Okello atoa kauli ya kibabe Yanga. Habari kamili utaipata ukurasa wa 3 mwa gazeti hili. Lakini habari picha inaonyesha mchezaji wa Yanga Alan Okello, wanamuita Star Boy. Habari nyingine nasema Simba club bora tuzo BMT. Habari nyingine nasema Messi amrejesha kikosi cha Brazil Neymar. Nakamisha katika gazeti la Tanzania Leo, na kamata gazeti la Taifa Tanzania. Habari kubwa inasema Chama wa moto, Simba ikifanyia ukatili Tanzania Prison. Hapo jana aliibuka na ushindi wa mabao 4-0. Habari picha inaonyesha wachezaji wa Simba akiwemo Sele Gomez, Yusuf Kagoma na Libase Gay. Habari kamili utapata ukurasa wa 14 mwa gazeti hili la Taifa Tanzania. Habari nyingine nasema Tanzanite Queens yaandika rekodi ikifuzu kombe la dunia. Habari kamili utapata ukurasa wa 14 mwa gazeti hili la Taifa Tanzania. Habari nyingine nasema Waziri Mkuu aeleza mafanikio ya serikali ya awamu ya 6 kwenye michezo. Ukitaka kujua kwa undani zaidi kamata gazeti la Taifa Tanzania ili uweze kufahamu. Habari nyingine nasema Simbu aibuka mwana michezo bora wa kiume BMT 2025. Habari nyingine nasema mafanikio Afrika yametubeba sio kuifunga Pamba.
Ukitaka ujue kwa undani kamata gazeti hili. Habari utaipata ukurasa wa 14. Nakamilisha na gazeti la Wamachinga, sauti ya wanyonge. Habari kubwa inasema Simba yaipiga Prison chuma 4-0. Maana kuna nini, kutokana na mtu anavyoongea mwingine anasema kipigo kagaragazwa ama kachakazwa kala chuma. Namna lugha hizo za uandishi. Kwa hapa amesema kwamba Simba yaipiga Prison chuma 4-0. Habari picha inaonyesha wachezaji wa Simba akiwemo Sele Gomez. Habari nyingine nasema Nabi apiga chapuo kocha mpya wa Yanga. Simbu mwanamichezo bora kiume wa BMT. Na kamilisha na habari ambayo inasema Kilamsa Cup ya pamba moto. Habari kamili utaipata katika gazeti la Machinga, sauti ya wanyonge. Na kumalizia, maana nimesoma magazeti yote, ni kwamba hakuna story ambayo ama habari ambayo inasema kwamba jana Barcelona FC mabingwa wa La Liga mara baada ya kumchapa mpinzani wao Real Madrid mabao 2-0. Magoli hayo yalifungwa na na Ferran Torres, lakini pia na Rashford. Jana Barcelona aliondoka na ushindi wa mabao 2 na kufikisha pointi 91 katika ligi kuu ya La Liga kule, na ameacha pointi ama mpishana na mchezaji timu ya pili pointi 11. Kwa hakuna timu ambayo itaweza kufika hizo pointi 91. Kwa Barcelona kongole kwa kuchukua kombe la La Liga na kufikisha kombe 29, lakini Madrid wao wamekusanya vikombe 36. Kwa bado hawajafikia, lakini kwa Barcelona msimu jana wamechukua na msimu wamechukua, kwa wamefanya ile consistency. Kwa Barcelona kongole kwa kuchukua ubingwa wa La Liga. Mambo kama hayo jana. Na jana pia Arsenal waliweza kupata ushindi wa bao 1 kwenye zile mbio za ubingwa wa England bado za moto. Mtazamaji wa Mia2 TV, sisi hapa tunakupa elimu, tunakupa burudani, na ili akili yako iweze kuwa vizuri zaidi, sisi hatutoshelezi zaidi. Ila ukitaka kupata utulivu wa roho, utulivu wa nafsi, basi fika pale Mikumi, tutakupa kila aina ya burudani. Unajua pale utakutana na Simba, utamuona, utaenjoy, utakula vizuri, utalala pazuri, utakutana na tour guide wenye uzoefu, watakupa mbinu nzuri za, unajua saa nyingine unaweza ukakutana na mnyama sehemu, ndio, ila huwezi jua ni namna gani ya kukimbia au asikudhuru, si ndio? Lakini ukifika pale Mikumi watakupa taarifa nzuri namna gani kukutana labda na simba njiani, kukutana na nyati njiani. Ila ukishapata ile elimu ukija nayo huku mtaani, itakuwa ni namna nzuri ya kuambia watu kwamba ikitokea umekutana na simba fanya 1 2 3, ukikutana na tembo fanya 1 2 3. Kwa hiyo ni jambo zuri, nenda pale Mikumi ukapata utulivu wa nafsi, utulivu wa roho, utulivu wa akili. Unajua maisha yanakuwa na misukosuko mingi sana. Lakini ukipata muda wa kutulia, katulie Mikumi na familia yako. Hata wewe mwenyewe tu muda mwingine ukajisipo. Unajua tunatafuta hela kwa ajili ya kutumia. Sasa ukifanya mbahili, ukizihifadhi, kwa nyingine nasema tumia pesa zikuzoe. Usipotumia zikuzoe unalalamika sina pesa, zinatumia pesa. Sasa sehemu nzuri ya kutumia ni pale Mikumi, utapata burudani nzuri, utajua taasili yetu kidogo ya Watanzania, na hata kama una ndugu yako yuko nje hajui utamaduni wa Kitanzania, unamtumia tu hela na kuja pale Mikumi anaenjoy. Unaweza ukawafuatilia kwenye mitandao ya kijamii kama Double G Safari Camp Tanzania, au ukawapigia kwa nambari ya 0715 33 33 30. Sasa hatuna la ziada, tukutane kesho Jumanne. Tuseme tu asante sana kwa kutega sikio lako. Jina langu ni Minado, niko na Faudhia Juma. Tuseme tu bye bye.